sabiyati aljahiliya. Mtume ameyapiga vita mambo ya kijahilia, ubaguzi wa kijahilia, watu kubaguana kwa misingi ya rangi, kwa misingi ya ukabila, wakabaguana kwa sababu ya umji, watu wakabaguana kwa sababu ya mfanano wa kimaslahi, ni watu wa biashara fulani, ni watu wa ofisi fulani, sababu za maslahi zimewakusanya ikawa wao wanawabagua wengine. Haya mambo ni uvundo, hayana nafasi kwa Waislamu. Da'uha fa innaha muntina, acheni ubaguzi, tupilieni mbali ubaguzi. Haya ni mambo ya kuvunda. Mtume alayhi salam kazungumza kwenye khutbatu alwadaa akiwaambia Waislamu, ala kullu shay'in min amri aljahiliyati tahta qadamayya mawdhu'un, mambo yote ya kijahilia ikiwemo ubaguzi yamewekwa chini ya miguu ya Mtume alayhi salam, yameondoshwa, hayana nafasi. Fa asqata an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam jamii al-fawariq. Mtume alayhi salam aliziondosha tofauti zote baina ya Waislamu. Fala ahmara wala aswada wala abyada wala ghani wala faqir, hakuna mweupe wala mweusi wala aliye mwekundu wala mwenye pesa wala mwenye cheo. Annasu sawasi fil Islam, watu wote wako sawa katika Uislamu, wana haki ya kuheshimiwa na utu wao kulindwa bila kuangalia rangi zao au kuangalia miji wanaotoka au kuangalia vyeo vyao au kuangalia elimu zao au kuangalia mali zao. Usijipendekeze kwa watu kwa walivyokuwa navyo, waheshimu watu kwa utu wao. Huu ndio Uislamu. Wako baadhi ya Waislamu tabia zao ni ubaguzi mpaka kwenye heshima. Hamuheshimu ila mwenye pesa, hamuheshimu ila mwenye cheo, hamuheshimu ila anayemjua. Wengine wasiokuwa hawa watavunjia adabu. Ghalidhul qalb fadhun fil qawl, mtu ana moyo mgumu, fedhuli wa maneno, jibaguzi kweli kweli, ananuka uvundo wa kubagua. Hata watu wanapokuja kuposa, hana lugha ya dini zaidi ya ubaguzi. Kwani hili njitu la wapi, la bara au la pwani? Haya yana uhusiano gani na Uislamu wetu? Huo ubara na upwani wa kusaidia nini? Hizi ni lugha zipo katika jamii yetu. Mtume alayhi salam kaondosha ubaguzi. Mizani peke yake ya kuwapima watu na kuwatofautisha watu na kuwafadhilisha watu ni yale aliyozungumza Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha alim